tumesikiliza sana na tumechoka, na nikijua kwamba akili ya mwanadamu iko kama mlima, unapanda unashuka, unapanda unashuka. Sasa kuna mahali ambapo sasa hivi katika kupanda unashuka, unabaki hapo hapo, na kwa sababu hiyo utatoa zoezi ambalo atakaweza kujibu. Ni swali lepesi sana, rahisi. Ni kitu gani ambacho mwanadamu anakifanya kila siku ambayo anajibu? Alright. Sasa, hebu simameni wote. Najibu litapatikana. Simame wote. Simame wote kabisa. Najibu litapatikana. Umepata jibu? Hebu mwangalie mwenzako. Basi kama mnajibu, hebu tukae wote. Mheshimiwa na mpendwa sana mkuu wa shule Dr. Sister Lucrecia Njau, meneja wa shule Sister Christina Kawishe, mkuu wa shirika Profesiali, meneja wa shule pamoja na bodi yote, walimu, waheshimiwa na wapendwa sana mapadri, masista, wanafunzi wote, wazazi, wafanyakazi, walimu na wanafunzi wote, na kwa namna ya pekee wahitimu wa kidato cha 6. Tumsifu Yesu Kristo. Habari za mchana. Habari za mchana. Mnanisikia? Asanteni. Basi katika siku hii ya leo ninayo mambo matatu napenda kuzungumzia, na jambo la kwanza ambalo limetawala siku hii ya leo ni neno shukrani na furaha, na jambo la pili ambalo napenda kuzungumzieni ni kuhusu wosia, kila mmoja wa nafasi yake, hata mimi nikiwepo pia, na jambo la tatu ambalo ni muhimu sana katika maisha yetu sisi sote kama binadamu ni kujitambua. Neno kujitambua ni neno zito sana. Kujitambua, wewe ni nani? Kwa nini niko hapa? Ninafanya nini? Kwa sababu gani? Kwa faida ya nani? Hayo yote yanahusisha katika kujitambua. Nianze na la kwanza. Leo ni siku ya shukrani kwa Mungu kwa yote aliyotujalia, baraka zake na neema nyingi, hasa kwa shule ya sekondari ya Heri Bogart na wakaaji wote hapa, mkuu wa shule, meneja wa shule, walimu, wanafunzi. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa mema yake, kwa kutujalia siku hii ya leo tukafika hapa salama, tukaamka vizuri, tukapanga vizuri. Hayo yote yalikuwa katika mpango wa Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema ni ndogo sana. Asante Mungu. Tuseme asante Mungu. Asante sana Mungu.
elimu bila malezi ni ovyo. Elimu bila malezi ni ovyo. It is strongly useless. Malezi ni muhimu sana katika elimu. Unaweza kuwa na degree nyingi sana, ukaitwa na majina makubwa sana, lakini kama hakuna malezi, hiyo elimu haikusaidii, haiwasaidii watu. Malezi ni muhimu sana katika elimu. Hivi basi, tunawashukuru wazazi kwa malezi yao hao wahitimu. Najua wazazi mko pale mnanisikiliza, kuwasikiliza watu mbalimbali pamoja na ninyi, na hata Sister Dr. Lucrecia amekuja kabisa, yaani ile azungumza na ninyi karibu kabisa. Tunaishi katika ulimwengu ambao tunahitaji malezi yaliyo bora, yenye nidhamu, yenye maadili ya kiutu, yenye kufanya mwanadamu yeyote ile kujitambua. Hayo ni muhimu sana katika elimu, na wazazi wameona thamani ya elimu. Tunathamini msingi wa malezi na majitoleo yao na sadaka zao, kuweka msingi wa malezi yaliyo bora. Na tukumbuke, wapendwa wazazi, familia ni shule ya kwanza kabisa inayoweka msingi ya upendo, ya nidhamu, dhamiri iliyo hai, imani inayomwelekeza mwanadamu kujitambua kwamba mimi ni kiumbe chake Mungu, niko duniani na siku moja nitaondoka nisiyojua. Inamjengea hiyo hofu ya Mungu. Kulalamika mengi sana dunia nzima, uende kwenye bara lolote lile, nasikia kuna mmonyoko wa maadili, watu jitambui. Mtu amezaliwa mwanaume, nasema hivi, kweli ni mwanaume, ngoja nibadilishe ni mwanamke, na vivyo hivyo kwa mwanamke. Ni kilio cha ulimwengu mzima. Lakini pale ambapo wazazi wanatimiza wajibu wa kuwafanya watoto wao wajitambue kwamba wao ni viumbe vya Mungu na wako hapa duniani kwa sababu maalum, sababu anayejua Mungu pekee yake tunapomtafuta. Hilo la kuzingatia katika maisha ya mwanadamu yoyote yule. Hivyo basi, wapendwa wazazi, nawapongeza sana kwa kuona huu bora wa malezi, mkawapatia watoto wenu elimu iliyo bora. Ni thamani kubwa sana mnayowapa watoto wenu. Hongereni sana sana wazazi. Shukrani nyingine zinakwenda kwa mkuu wa sekondari ya Henry Bogart, Dr. Sister Lucrecia na timu yake yote ya malezi ya kufundisha na kulea wanafunzi hasa kidato cha 6 wanaohitimu siku ya leo. Wamefanya kazi kubwa na matunda yao tunayaona na kushuhudia leo. Kuwapatia elimu bora. Hongera sana mkuu wa sekondari hii pamoja na meneja. Hongereni sana kwa kuona hilo ni muhimu
kwa hawa watoto. Wanafunzi wa kidato cha 6 mnaohitimu, mpo? Asanteni. Hongereni sana kwa kufikia hatua hii. Ninawapongeza kwa kujitambua na kujibidisha kupata kilicho bora katika maisha yenu. Elimu ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu yoyote. Elimu inampa uwezo na umakini mwanadamu yoyote wa kukabiliana na mazingira na kuleta maendeleo binafsi na ya watu wote. Elimu bora inampa mwanafunzi nyenzo au mbinu za kupambana na kutatua suluhu ya matatizo au changamoto zinazomkabili kama mwanadamu. Kuna msemo wa university moja kwa South Africa inasema, if you want to destroy a country, use ignorance. Is that true? Is that true? Ni moto ambao umeandika kwenye chuo. If you want to destroy a country, use ignorance. Situmie silaha za moto, mabomu, wewe tumia ujinga na upumbavu. Utaharibu nchi moja kwa moja. Ndio maana tunasema kinga ndio wali wao. Daima thamini elimu. Wazazi, walezi na walimu wamewapatia elimu bora katika maisha yenu. Tumia elimu kuleta mabadiliko kwako na wengine. Work very hard to bring a difference within yourself and others. Ongeza thamani kwa chochote unachofanya au kufanya. Let you add a value to whatever you do. Make it your own. Kadri unavyogusa maisha ya watu, ndivyo unaonyesha umuhimu wako na wajibu wako duniani. Tumeumbwa na Mungu tuwatumikie binadamu wenzetu, tubadilishe maisha yao. Now today, I challenge you to find what works you and excites you. Look for that opportunity and go after it. I want to assure you there is real opportunity in the world. And now as a graduate, you must make a commitment to take advantage of that opportunity. Use your education, which your teachers and your family have given you, and show us something great. Fanyeni kazi kwa bidii na kwa nidhamu. Tunza muda, usipoteze muda. Ukisha kwenda umekwenda. Jiwekee katika akili yako, malengo yako, kwamba kazi ya kujifunza ni ya kila siku mpaka ufe. Hata kama umekuwa mgonjwa na dagaa, kuna jambo unajifunza. Na hilo jambo unalojifunza linakusaidia katika maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, wahitimu wa kidato cha 6, kuweni watu wa heshima, nidhamu na maadili mema, watu wenye utu, na hasa watu wenye kujitambua. Yaani, wewe ni nani? Ni swali ambalo ni zito sana. Kujitambua. Know who you are before your parents, society, and the entire world. Katika kusema, kutenda na mwonekano wako
mashauri yote. La kwanza ni uvivu. Fanya kazi kwa bidii, kuwa mbunifu, usiridhike na maisha. Daima fikiri kilicho bora zaidi. Kila siku unapokwenda kulala, fikiri hilo. Hivi nikiamka leo, nikienda kulala leo, nikiamka asubuhi, ninafanya nini cha kuleta maendeleo yangu na maendeleo ya watu wengine? La pili, jiepusheni na makundi hatarishi, makundi mabaya yanayojihusisha na matumizi ya dawa za kulevya, pombe na sigara, kwani husababisha madhara makubwa kwenye afya ya mwili, ya kiroho na kiakili. Na kundi kubwa linaloathirika ni vijana, wanaitwa teenagers, wanajaribu maisha, wanajiingiza kwenye hayo makundi hatarishi. Hata kama kwa msomo au sio, wanajiingiza na wanapata madhara makubwa sana. Mahusiano mabaya yasiyo na tija yanayokuharibia maisha yako na ndoto zako, hayo ni ya kukwepa. La nne, tabia za kudeka. Mimi siwezi, anaweza mwingine. Hizo tabia ni za kukwepa kabisa. La tano la kukwepa, kuiga mavazi yasiyo na staha. La sita, matumizi mabaya ya mitandao, mfano kutumia muda mwingi mtandaoni au TV, kuangalia picha za ngono, na zenyewe zinaharibu akili ya mwanadamu kwa kiasi kikubwa sana. Ndio utasikia hao wamepata magonjwa yanaitwa mental disorder disease, bila wao kujitambua. Kuna nasikia nimechoka sana, nikisoma, nikifanya hiki, nikitembea, nasikia mwili wangu wote umechoka. Unaenda kwa daktari na kupima, unaenda mpaka nje, anakuambia huna ugonjwa wote ule. Nawasikia watu namna hiyo mara nyingi sana. Kumbe wamepata madhara kwa ajili ya matumizi ya vitu vinavyoharibu akili zao. Wapendwa wazazi, katika hayo ambayo nimezungumzia, wanapaswa kuipa hawa watoto wetu. Wazazi nao wajibu wa kuendelea kuwalea watoto wenu. Niwaulize swali ninyi wazazi, hivi kuna kikomo cha mtoto kuwa mtoto kwa mzazi? Kuna kikomo? Kuna kikomo? Wazazi wapendwa, mpo? Kuna kikomo ambacho unasema huyu sio mtoto wangu sasa? Kuna kikomo katika umri au katika chochote kile? Hakuna. Mpaka kama ukifa bado anabaki ni mtoto wako. Hata kama na miaka 100 bado ni mtoto wako, na wajibu wa kumlea mtoto na bado mtoto kwa mzazi kwa maisha yote. Malezi ni endelevu daima. Wazazi na wajibu wa kuwaongoza, kuwaelekeza na kuwafanyia kazi za kufanya ili kuwajengia moyo wa kazi na kuwajibika daima. Kuwafundisha stadi za kazi na maarifa muhimu yatakusaidia kujenga na kukuza uhusiano mzuri na unaozunguka kwanza ngazi ya familia, shule na kwenye jamii. Hayo ni maeneo ndio nyenzo za malezi katika kulea binadamu yeyote. Bado ninahitaji kuelewa katika msingi wa kujitambua, kujifahamu kwamba kama nimekomaa, ninahitaji mtu wa kunisaidia hapa. Hilo
ni muhimu katika maisha yetu sisi sote, na hasa watoto tunaowalea. Wazazi daima tukwepe kuzalisha kizazi tegemezi. Vijana wenye tabia tegemezi ni kero na wanaleta madhara makubwa kwa familia, taifa na jamii nzima. Wazazi, kuna kanuni muhimu sana ya malezi. Nayo kanuni, kuwa karibu na mtoto wako. Jua yuko wapi na anafanya nini, kitamsaidiaje katika maisha yake. Hilo ni muhimu sana kwenu ninyi wazazi katika malezi endelevu kwa hawa watoto wetu, hasa hawa kidato cha 6 wanaohitimu siku ya leo. Wahitimu wapendwa, kidato cha 6, zingatieni mambo muhimu ya maisha za kazi, kuwajibika, kujitambua, heshima, nidhamu na maadili mema, maadili ya kiutu, mahusiano mazuri na Mungu, kweli wacha Mungu. Mungu ndiye mweza yote. Mimi ninavyoona ninyi ni wahitimu, yaani katika hisia zangu niangalia nini, kuna kitu ambacho ninakiona kwa kila mmoja wenu. Ningekuwa na nafasi kila mmoja ningemwambia, lakini nayaona kwenye nyote ninyi kidato cha 6. In front of me, I see inventors, teachers, professors, doctors, pilots, accountants, lawyers, advocates, engineers, business and entrepreneurs, women. Hayo tunayaona. Niko sahihi? Niko sahihi? Basi uyafanyie kazi. La msingi katika lile la mwisho nasema kujitambua. Tambua uwezo wako. Fanya uchaguzi unachopenda katika maisha yako na uwe na uwezo nacho. Na katika haya yote unachokipenda, hakikisha unaomba ushauri. Na ushauri wa kwanza kabisa ni wazazi wako. Wanafuata walimu ndio hapa shuleni. Naona kuna vitu ambavyo viko ndani mwangu, ningependa nisome hivi, ningependa niende chuo hiki, unanishaurije wewe? Kwa sababu mwalimu ambaye amekaa nawe miaka yote 6 au miaka 2 anakujua vizuri sana. Atakwambia kusoma injinia, wewe utaliswa. Ukienda kusomea fani hii, wewe utaiweza. Na mzazi atakwambia hivi, chagua hilo ambalo una uwezo nalo. Mwisho, mtakapofanya mitihani yenu ya kidato cha 6, mtakiza muda mfupi sana, chagueni maswali yaliyo marahisi. Kuna watu wanakwenda kwa mimi chagueni ligumu, nina marks nyingi. Anaenda la kwanza, aliweza. La pili, hivyo hivyo. La tatu, mwisho unaanza kupanda. Hakikisha unachagua maswali marahisi, na la pili, andika vizuri, mwandiko ulio mzuri utakao mvuta anayekusahisha, au ni kwa kweli huyu mtu ana akili, ameandika kitu hapo. Hayo ni muhimu sana. Na
naliona kwenu ninyi, kwa kila mmoja, wote mtapata division 1. In a single digit. 3 points. I would like to leave you with some challenge thoughts. Write your own history about your life, which contains the best and attractive chapters. One of the best chapters is about the best performance in your exams and service to all people. Na watakieni kila la heri, mitihani mema, maisha mema na mafanikio mazuri. Asanteni kunisikiliza. Mungu awabariki wote. Asante. Basi heshima, naomba tupongeze makofi mengi kabisa.